Nianze kumwombea tena kura Dr. Samia Suluhu Hassan, mwana mama jasiri, makini na mtulivu. Na muombea kura, mumchague kwa kura zote tarehe 9 Oktoba aweze kukamilisha ngwe yake kwa kutekeleza ilani iliyosheheni mambo mazuri zaidi. Kwa nini namuombea kura? Kwa sehemu ndogo sana mgombea wenu wa ubunge ameyaeleza, na ameyaeleza kwa ufasaha sana. Mimi hawa wagombea wawili, Mama Samia na Kamsese wenu, nina bahati ya kufanya kazi nao. Sitaki kuwa mnafiki wala mtu wa kujipendekeza, na mimi nafurahi kuwa sehemu ya mafanikio yake. Dr. Shatu nimekutana naye mwaka 2003 chuo kikuu cha Mzumbe, ndiye aliyekuwa mwenyeji wangu. Nilikutana naye chuo kikuu cha Mzumbe, kawa tunafundisha katika idara moja, idara ya taaluma za maendeleo. Yeye akiwa mchumi katika idara hiyo na mimi nikiwa mtaalamu wa sayansi ya siasa. Tukakaa wote mwaka mzima. Baadaye mimi nikaajiriwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, nikamwacha pale. Kwa kipindi cha mwaka mzima alikuwa ni mwanataaluma chipukizi hodari kwa machapisho, kwa utafiti na kwa ushauri wa kitaalamu. Nimeshuhudia akipata tuzo za kituo kati ya wanataaluma bora katika mwaka mmoja niliokaa naye. Kwa hiyo hata angebaki chuo kikuu cha Mzumbe, angekuwa mwanataaluma wa kimataifa aliyebobea. Sasa yeye alilitangulia kwenye siasa. 2015 akaja, sitaki kurudia aliyoyasema. Nikakutana naye kwenye siasa nilipoteuliwa mwaka 2018 kuwa katibu mkuu. Katika chama chetu, chama kikishaomba ridhaa kikaunda serikali, kazi kubwa ni kuwasimamia wale waliotumwa ndani ya serikali. Hakuwahi kushindwa kutoa taarifa ya utekelezaji wa ilani wakati wote, na alikuwa miongoni mwa wabunge bora katika chama chetu nikiwa katibu mkuu. Sasa nakutana naye kumuombea kura nikiwa mteule wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa kama mratibu. Naomba pia mniamini kama mnavyoniamini kwa Dr. Samia. Huyu Kamsese ni Kamsese kweli kweli. Mpeni kura, lakini mpeni kura na madiwani wote. Madiwani wote 21 na yeye wa 22 waingie katika halmashauri yetu ya Kondoa kutekeleza ilani yetu ya 2025-30. Chama cha Mapinduzi katika ilani yake kimeweka msisitizo mkubwa katika maendeleo vijijini. Naomba utupelekee ombi letu na kilio chetu kwa mama kimoja tu. Tunalo pori la akiba la Mkungunero. Pori hili tumelilinda kwa muda mrefu, lakini sasa wale tembo wamepoteza njia. Wanatutembelea, wanapita mpaka humu mtaani, wanaharibu mazao yetu, wanaharibu nyumba zetu, na wapo watu wetu wamekanyagwa na wakafa na tembo hawa. Naomba utupelekee kilio hiki ili ikiwezekana vituo vilivyojengwa kwenye hili pori wawekwe maaskari watakaoweza kusimamia hawa tembo wasivuke kuja kwenye mashamba na makazi ya wananchi. Lakini najua nguvu yako mratibu wetu ndani ya kanda ya kati, hata wale ambao mazao yao yameliwa, naomba utusaidie waweze kulipwa kifuta machozi chao ili angalau wapate kidogo kitakachowasaidia.